Naam, bwana, baada ya kifo cha Mrs. Sharo ni kwamba tunafahamu kwamba huyu alikuwa ni content creator, lakini kutokana na muonekano wake watu wengi sana walikuwa wanaachaga comment ambazo ni za kumsema vibaya, jambo ambalo pia lilikuwa linawachukiza watu wengi. Sasa baada ya kifo chake kuna wadau wamekuja kuweka maoni yao, na kuna binti hapa anaitwa Jacqueline alitoa maoni yake kuhusiana na situation ambavyo ilivyokuwa hapo awali enzi za uhai wa Mrs. Sharo. Watu walikuwa wanamsemaga vibaya sana kwenye comment kuhusiana na muonekano. Sasa je, sasa hivi amefariki, amehoji huyu dada kwamba je, ni kwamba mnafurahi? Je, wale walikuwa wana comment vibaya, je wamefurahi? Na akawakumbusha tu kwamba inatakiwa tushikamane, tusitoleane kauli chafu mitandaoni, watu tupendane, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuumba hata nzi, kwa sababu unaelewa kabisa kwamba hii wote sisi tumeumbwa na Mungu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuanza kutoana dosari kutokana tu na muonekano au maumbile ya mtu. So kuna dada hapa amekuja kulizungumzia hilo swala, na akaizungumzia pia hiyo comment ya huyu Miss Jacqueline kuhusiana na situation ya Mrs. Sharo kipindi ambacho yuko hai na maneno ambayo watu walikuwa wanamwambia. Hebu msikilize hapa huyu dada. Nimekutana na comment yake. Ile comment jamani imenigusa sana. Sasa nataka wote tuisome kwa pamoja. Anasema, yani mimi nilipoambiwa amefariki huyu dada nikakumbuka zile comments mbaya alizokuwa anapewa kwa jinsi alivyo, na nikajiuliza kwa hiyo hao watu wamefurahi sasa hawatamuona TikTok au kila mtu atalia? Anyway, pengine na mimi na mapungufu yangu, lakini wana TikTok, acheni kukosoa viumbe. Sisi sote tumeumbwa, apumzike kwa amani. Naomba nikazie, wanadamu hakuna mwenye uwezo wa kuumba hata hakuna. Hiyo ni kazi ya Mungu. Yeye ndiye anayeumba viumbe vyake. Yeye ndiye anayepanga huyu anatoka na kuwa vipi. Tupunguze kukosoana. Mwisho wa siku mambo kama haya yakitokea mnaonekana ni wanafiki. Kwa sababu how come wakati uko hai mlikuwa mnamponda, wakati amekufa ndo mnaongozana sasa kuandika na jamani tulikupenda unafiki. So ukiwa kama mdau, wewe pia weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.